Kwani nataka nini kwenye maisha yangu? Nataka kujua ni mpango gani uliokuwa nao katika kichwa chako kuhusu mbago yenu ya kichawi. Na vipi? Unaweza kunisaidia kukigomboa kivuli cha mpenzi wangu Kibena kutoka kwa mkuu wako Kicheko? Sitaki kuwa mchawi. Na mtu pekee wa kutoka kwenye hili giza ni Mzidode. Hivyo nimwambie kila kitu. Hadi kuhusu kivuli cha Kibena kutoka kwenye mahusiano na mpenzi wangu Njenje. Nitakujua tu upo upande gani mwasi, na nikijua unanizunguka basi nitakumaliza bila huruma. Uvungu mpaka uiname uvungu, haya uvungu mpaka uiname. Kibena mjukuu wangu, kitu gani kimekufanya uje hapa muda huu? Bibi, nimechoka sana. Nahitaji kupumzika sasa. Hivyo, naomba unionyeshe sehemu gani naweza kwenda nikapumzike. Hapana. Wewe bado hautakiwi kuwa hapa. Hauna makazi hapa. Kwa hivyo ondoka haraka. Lakini bibi, ninapata shida sana. Ina maana mpaka sasa hamjaniendelea sema kupumzika tu? Bado mizimu ya funga na konga inakulinda Kibena. Kwa hiyo hapa sio sehemu ya kukaa wewe. Ondoka haraka. Sina mpango wote ule na wewe. Na sipo tayari kushirikiana na wewe. Siwezi kumsaliti mkuu wangu Kicheko.
Zita Mwanakombo, Zita Mwanakombo, Zita Mwanakombo, Zita Mwanakombo, Zita Mwanakombo. Njanje amerudi Chasimba, lakini kazi imekuwa ngumu. Kwa hiyo hakikisha mnashirikiana ili kukamilisha jambo hili mapema sana. Na kwa sasa hakuna kumwamini mtu yoyote yule kirahisi. Sawa mkuu, nitalifanyia kazi na nitahakikisha mtu yoyote yule ambaye atakwenda kinyume basi nitamfikisha kwako ili apewe adhabu anayostahili. Nakuamini sana Zita Mwanakombo, kijakazi wangu, lakini mkutanishe Mwasi na kivuli cha Kibena ili tujue wanataka kuzungumzia nini, kwa sababu nahisi kuna mpango asili kati yao. Sawa mkuu, nitalifanyia kazi. Naitwa Zita Mwanakombo, nakula na kupakua ugali ulipo. Ukipenda unaweza ukaniita mlawali kwa sindano. Mimi ndo mfalme wa Chasimba. Hakuna mtu yoyote yule wa kunisumbua kwenye himaya yangu ya Chasimba. Wewe bwana mdogo, umekuja kufanya nini hapa? Kitimbu ndugu yangu, hata kama nimekukosea, lakini tusalimiane kwanza. Kumbuka mimi ndugu yako, tena ni ndugu yako wa damu. Udugu mimi na wewe ulikuwa kitambo hicho, lakini nikuhakikishie kwamba udugu wetu umekufa mara baada ya wewe kuwa mchawi. Elewa hivyo. Lakini mnanionea tu kaka. Mimi nimerithi uchawi kutoka kwa mama yetu, na hakuna mtu yoyote aliyekuwa karibu yangu na kushirikiana kama familia kuniondoa katika janga hili. Mnashindwa kutambua kwamba mtu yoyote yule anaweza kuingia katika mtego huu. Labda nikuulize swali kaka. Ushawahi kujua ladha ya nyama isiyotiwa chumvi? Njenje mdogo wangu, nyama isiyotiwa chumvi? Nyama gani hiyo? Namaanisha nyama ya mtu. Kwani wewe umeshafikia huko? Wewe unakula nyama za watu? Ndiyo. Ila kwa sasa nataka kuachana na uchawi. Ndiyo maana nimekuja kwako kaka. Nahitaji sana ukaribu wako. Natamani kuyaishi maisha yangu ya uhuru. Ndiyo maana nataka kujiondoa katika kitanzi hiki. Japo ni kazi ngumu sana kujitoa katika chama hiki cha kichawi. Ndugu yangu, unataka nifanye nini sasa? Una cha kufanya. Mimi nimekuja kukuaga tu. Labda unaweza kufa kwa hiki kitu nachojaribu kukifanya kaka. Umefuata nini nyumbani kwangu? Na ikiwa ulikataa nisimuone Kibena? Mwasi, kunichukia mtu kama mimi, hayo ni matumizi mabaya sana ya chuki. Kwani hakuna chochote kile ambacho nakiogopa, kwa sababu nimeshaonja mpaka radha ya kifo.
ambacho kinaogopwa na majabali ya watu katika hii dunia. Umeshaonja ladha ya kifo. Unataka kuniambia umeshai kufa? Hiko sicho kilichonileta nyumbani kwako. Nimekuja kukutanisha na kivuli cha Kibena. Sawa. Asante sana. Kuanzia sasa utakuwa rafiki yangu. Umeita kuniona au kunishangaa? Hebu eleza shida yako binti. Naitwa Mwasi. Sura ya kazi, mwili wa mapenzi. Mimi ni mzaliwa wa Chasimba. Nimepata habari unampenda mpenzi wangu Njenje. Hivyo nimekuita kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama ni kweli, achana na hiyo habari mara moja. Naweza nikakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kutarajia kwenye maisha yako. Sio nimempenda. Sema mimi na Njenje tunapendana. Na nikwambie tu, hauwezi kuzuia penzi letu kwa sababu penzi letu lina msukumo zaidi ya maji. Unasemaje wewe? Hivi unajiamini kitu gani hasa? Mpaka unanijibu kama hivyo. Mimi ndo malkia wa Chasimba Mwasi. Na uwezo wa kufanya kitu chochote na hakuna mtu yote wa kunizuia Mwasi. Utawafanya hao, lakini sio mimi Mwasi. Wewe bakia na mume wako mkuu wa wachawi wa Chasimba. Na sio kwa mpenzi wangu Njenje. Mkuu wa wachawi? Kumbe. Sasa naelewa. Kumbe yule mwanamume mbaya ni mchawi. Kibena. Naomba uwe rafiki yangu. Nitakueleza vitu vingi sana vya hapa Chasimba. Umenielewa? Utakufa Mwasi. Sauda mwenyewe alikufa kwa sababu yangu. Acha nibaki na Zita. Kwa sababu na yeye atakuwa mchawi. Kwani muda wote anakuwa ni mtu wa kununa tu. Huyu Zita ndivyo alivyo. Kwa hiyo kaa mbali na Njenje. Ukaribu wako wewe na Njenje utamponza mpenzi wangu. Na hautomwona tena kwenye hii dunia. Naomba ufanye hivyo kwa usalama wa mpenzi wangu. Siwezi kukaa mbali na mwanaume wa ajabu. Na hakuna mtu yeyote wa kumfanya kitu chochote kibaya. Sitaki uwe karibu na mpenzi wangu. Utamponza Njenje auliwe na mkuu. Sio kwa nini unielewi? Hakuna mtu wa kumuua Njenje Mwasi. Na sijamwona mtu yeyote wa kunitenganisha naye. Mimi kuna vitu sivielewi. Ifikie hatua sisi wanachama wa chama chetu hiki cha uchawi, ifikie hatua tuache uoga, tumuoji mkuu, tumuulize hivi, badala ya kukutana hapa kufanya vikao kwenye manyasi haya, tung'atwe na nyuki, tung'atwe na nyoka, kwa nini tusikae tukakubaliana, mkuu akaanzisha grupu la WhatsApp, wanachama wote tukawa mule, kama ana kitu chake anataka kutupa kama hivi leo, anatuma tu mule, jamani hivi, au anatuma voice note, watu wote tunafanya nini, tunaijadili. Kwani tusiwe hivi? Mkuu hiki ni kikao cha dharura. Maana leo ilikuwa siku ya mapumziko. Lakini kama mwili wa Kibena umechezewa, basi bila shaka kuna mtu anatufuatilia. Kwa hiyo inabidi ajulikane haraka iwezekanavyo.
Maana iwezekani mtu anatamba kwenye ardhi yangu ya Chasimba, alafu nyinyi vijakazi wangu mupo. Mnafanya kazi gani? Mmenikwaza. Nimeumia sana. Mkuu, sasa huyo mtu atakuwa ni nani? Anayejaribu kuchezea moto wa kifuu. Hajui kama sisi tuna uwezo wa kuona gizani kuliko kwenye mwanga, kama vile macho ya paka. Mkuu, mimi ninaamini wazi kabisa kuna mtu anatafuta Brandi kupitia sisi. Anajua wazi kuwa sisi tutamfollow. Hivi Njenje, unajua nini kwenye hili? Mama Kabichi, sisi hatupaswi kabisa kuogopa. Sisi tunaogopa vipi ikiwa tuna mkuu makini na mwenye uwezo mkubwa kama huyu? Yaani mimi naamini kabisa kwamba ndani ya muda mfupi mkuu atamjua huyo mtu anaofanya ujinga na atamzimia data. Sasa inabidi wote muwe macho. Muda wa kuua wasaliti wote umefika. Mwasi, inabidi uongeze umakini. Maana mimi huaga sinaga huruma kabisa mtu akichezea sharubu zangu. Sawa mkuu. Na kuahidi tu nitakuwa makini zaidi ya umakini wenyewe. Na wala sitokuangusha. Mwasi, ikaze mama. Mkuu ana shobo na wala shobokewi. Hivyo usije kusema sijakwambia. Nimekupa kodi hiyo, ishi nayo. Alafu jamani, nyie wote ni wadogo kwangu. Nawapenda sana. Ila ongezeni umakini katika kazi zenu. Mama Kabichi, sasa ndo swali gani unauliza mbele ya mkuu leo? Yaani hujaona maswali yote, unauliza swali kama lile? Unagusanisha nyaya, unataka zitokee cheche ama? Mfano pale ningejichanganya kujibu pale. Singeniingiza katika matatizo mimi. Ikaze Mama Kabichi bwana, jishikilie na maswali yako mengine. Wewe ulitaka niseme nilivyosema ndio nimesema. Lakini unajua Njenje, hili janga unalolichuma hao wako wala hawatulila. Utalila wewe mwenyewe peke yako. Wewe endelea kumchezea tu hivyo hivyo mkuu. Mtu ukiwa mzee alafu muoga wala haipendezi. Mimi muoga. Unataka kidirambe cha Sauda, si ndio? Wewe mjinga ni. Hodi. Hodi. Dora, mbona usiku? Dora, niambie, umefuata nini? Sara, nimeshindwa kabisa kuyafumba macho yangu bila kukuona. Ndio maana nimekuja. Samani kama nitakuwa nimezingua, ila sio mimi. Tatizo ni moyo. Moyo mama. Jamani, Dora. Mimi sijasema umekosea lakini. Basi kama umefurahi ujio wangu hapa, mimi mwenyewe pia nimefurahi. Sawa. Anko Tano umemwambia unaenda wapi? Nimemwambia nakuja kukuona. Unadhani ningeweza kumficha? Mwenyewe najua huwezi kumficha kwa sababu anajua kila kitu. Ila simusha niona Dora. Uende nyumbani sasa. Sara, macho yangu yamepata ahueni baada ya kukuona. Ila moyo wangu bado upo taabani. Natamani kusikia maneno mazuri
kwenye masikio yangu yatakwenda kuuponya moyo wangu. Dola, una maneno mazuri ila mazito. Ubongo wangu mimi hauwezi kuhimili uzito huo Dola. Sara, sitaki uyabebe, ila nataka uyaweke akilini mwako. Unajua na mapenzi hai katika moyo wangu juu yako, na sitaki kabisa kukuchezea. Dola, mimi naomba muda zaidi wa kufikiria juu ya hili, maana nashindwa juu sahihi la kukupa. Akili yangu ipo kwa mdogo wangu tu Kibena. Sawa Sara, ila usimpe mtu mwingine hii nafasi unayoitafuta, maana nimejitathmini vya kutosha, naona kabisa hii nafasi inanifaa. Nimechoka, nataka kupumzika. Kibena, mmenye pakuti ukatele mkambu wangu. Mmenye. Lululu, mambo gosa kutugala kanuni. Pili, nataka kuzikwa. Kibena, ingia nyumba. Ingia nyumba. Kaenda hivi. Mpenzi, unafikiria nini kuhusu mapenzi yetu? Maana naona umekaa kimya tu, wala haujali. Sina nachofikiria. Kwa hiyo unataka kuniambia haunitaki kwa sababu ya Kibena, si ndio? Mwasi, hivi kuna mwanaume mwenye ujasiri wa kukuacha mwanamke kama wewe? Una shepu nzuri. Nyuma umejazia kama vile tenga la nyanya. Na huo weupe wako kama vile jua linaotaka kuzama. Japokuwa kasoro yako moja tu. Kasoro gani hiyo Njenje? Wewe ni mchawi Mwasi. Ndio. Mimi ni mchawi. Na hata wewe pia si ni mchawi. Na wewe ndio miongoni mwa watu walioshadadia mimi kuingia kwenye uchawi. Vipi unasema unataka kuniacha? Au ni kisingizio tu kwa sababu unamtaka Kibena? Katika maisha yangu nimefundishwa nisisuse vitu viwili tu. Cha kwanza ni pesa, lakini cha pili ni mwanamke. Sawa mpenzi. Ila masharti yameisha sasa. Tunafanyaje? Kwa hiyo na upweo. Ndio. Wewe tena Mzidole. Mwalibu mada. Umefuata nini saa hizi usiku? Na ikiwa kikao akikuhusu na hujaalikwa? Mwasi, nimekuja kukusalimia kwa sababu ni muda mrefu mimi na wewe hatujazungumza wala kuonana. Hivyo nikasema leo nije nikusalimie tu, lakini pia kukupa taarifa. Nimeanza mpango mkakati wa kuadhibu wachawi wote wa Chasimba. Hivyo nilikuwa nahitaji ujisalimishe kwa sababu na wewe ni mmoja kati yao. Ni muda mrefu hujaonana na mimi? Kivipi? Mbona mimi sikuelewi? Na ikiwa leo tu tumetoka kuonana mchana na tukazungumza, ukadai kwamba unahitaji niungane na wewe na nikakwambia sipo tayari kuwa pamoja na wewe. Mwasi, kabla ya kuzungumza jambo, jaribu kwanza kulitafakari.
lakini pia kabla ya kulitafakari pia jaribu kuhakiki hicho ambacho unataka kukitafakari kwamba ni sahihi, ndipo uzungumze. Najua wewe ni mgeni katika mambo haya. Mimi na wewe hatujaonana hivi karibuni, wala siku nzima leo. Vipo seme mimi na wewe tumezungumza. Jaribu kuwa makini. Usipotumia akili yako vizuri, basi wataitumia kutimiza jambo lao. Mwasi, kama ulimuona Mzidore naye mwenyewe anasema haujaonana naye, bila shaka kuna watu wanakufuatilia. Kwa hiyo unapaswa kuwa makini. Mzidore, sijaonana na Mwasi muda mrefu sana. Kwa hiyo nilikuwa natamani ungenipa nafasi ya mimi kuongea naye. Hivyo nilitamani tu wewe uondoke. Jifunze kukaa kimya Njenje, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamesababisha madhara makubwa katika kijiji hichi cha Chasimba. Hivyo nisingependa kusikia kauli yako yoyote ile mimi nikiwa nazungumza na Mwasi. Mzidore, mimi siongei kwa ubaya na wala sina nia mbaya, ila siku ya leo nilikuwa kuna kitu nataka kuongea na Mwasi kwa ukaribu sana, na ni kitu ambacho yeye akifahamu. Mash, siku zote Mzidole huwa anapenda kitu kimoja tu. Huwa anapenda mtu mwelewa pindi ninapomwambia jambo. Lakini kwa kuwa umeamua kunipinga, basi nitakuonyesha upande wangu wa pili Njenje. Mzidole, Mwasi ni mwanamke wangu. Hivyo hebu kuwa na nidhamu pindi unapoongea mimi nikiwa naye. Unanidhalilisha. Kumeana uvungu mpaka uiname uvungu, 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 aya uvungu mpaka uiname uvungu, uvungu mpaka uiname uvungu, uvungu mpaka uiname